Leo tunafungua pazia la ukweli kukusimulia hadithi ambayo si kama ulivyozoea kuisoma darasani. Kabla historia hii haijaandikwa kwa kalamu, iliandikwa kwa damu. Kabla vitabu havijaitwa vyanzo rasmi, kulikuwepo vilio vya wajane, mayatima na vilio vya ardhi yenyewe. Hii ni hadithi ya vita vya Majimaji, vita ambavyo kwa muda mrefu vimeelezwa kwa neno moja ambalo ni ushirikina. Lakini je, huo ndio ukweli? Au historia ilifunikwa kwa makusudi ili sauti fulani zisikike na nyingine zinyamazishwe? Hii si hadithi nyepesi. Hii ni simulizi ya imani, ukoloni na uasi wa watu waliokataa kunyanyaswa. Karibu The Storyside. Kabla ya mguu wa mkoloni kukanyaga ardhi ya kusini mwa Tanganyika, kulikuwepo dunia yake. Dunia isiyoandikwa kwenye vitabu vya wakoloni, lakini iliyoishi kwenye desturi, sheria na imani za watu wake. Kusini haikuwa pori, haikuwa ombwe na haikuwa ardhi iliyokuwa inasubiri kuokolewa, bali ilikuwa jamii iliyojisimamia. Katika mkoa wa Lindi, ndani ya wilaya ya Kilwa, ilisimama dola kamili ya Kiislamu, si kwa jina tu, bali kwa vitendo. Dola hii ilikuwa na mfumo wake wa utawala uliopangwa na unaoeleweka. Kulikuwepo viongozi waliotambuliwa, waliokuwa wakisimamia masuala ya jamii, uchumi na haki kwa mujibu wa misingi ya Kiislamu. Hukumu hazikutolewa kwa hiari ya mtu mmoja, zilitolewa kwa mujibu wa sheria ya dini iliyokuwa msingi wa maisha ya kila siku. Haki haikuwa upendeleo, bali ilikuwa wajibu. Kilwa haikuwa tu kitovu cha dini, bali pia ilikuwa kitovu cha mamlaka. Ilitumia sarafu yake, ishara kwamba haikutawaliwa na nguvu ya nje. Hivyo biashara ziliendeshwa kwa misingi ya uadilifu. Mikataba iliheshimiwa na ahadi ilikuwa dhamana. Lakini Kilwa haikuwa pekee, bali kanda kubwa ya kusini mwa Tanganyika iliishi chini ya misingi ya Kiislamu. Imani haikuwa tukio la siku ya Ijumaa pekee, bali ilikuwa mfumo wa maisha. Misikiti ilisimama katikati ya jamii, si kama majengo ya ibada tu, bali kama vituo vya mshikamano wa kijamii. Humo ndipo migogoro ilitatuliwa, haki iliporejeshwa, masikini waliposaidiwa na vijana walifundishwa maadili. Misikiti ilikuwa mahali pa kusali, lakini pia ilikuwa mahali pa kusikilizana. Maisha yaliendelea kwa utulivu, si kwa sababu hakukuwa na changamoto, bali kwa sababu jamii ilikuwa na mfumo wa kuzitatua. Heshima ilithaminiwa, mwanamke alilindwa, familia ilikuwa nguzo ya jamii na mgeni alikaribishwa kwa utu. Kulikuwepo mpangilio, kulikuwepo nidhamu na kulikuwepo mipaka. Na kwa muda mrefu huo ulikuwa ndio ulimwengu wa kusini mwa Tanganyika, hadi siku moja ambayo siku wageni walipowasili. Wajerumani walipoingia kusini mwa Tanganyika, hawakukanyaga ardhi isiyo na mwelekeo. Hawakukuta watu waliopotea na hawakukuta jamii isiyo na imani. Walikutana na jamii ya Kiislamu iliyo imara, iliyoishi kwa misingi ya dini, heshima na mpangilio wa kijamii uliokuwepo kwa muda mrefu. Lakini kilichokuja pamoja nao hakikuwa biashara, hakikuwa mazungumzo na hakikuwa amani. Kilichokuja kilikuwa ni nguvu. Kulikuja kulazimishwa, dharau na unyanyasaji. Maafisa na askari wa Kijerumani
walianza kuonekana wakitembea wakiwa na rozali mikononi. Hii ni ishara ya dini walioitaka itawale jamii nzima. Uislamu haukuzingatiwa kama imani ya watu, bali ulionwa kama kikwazo. Watu walilazimishwa kuacha dini yao na kuwa Wakristo kwa nguvu, sio kwa ushawishi na sio kwa ridhaa, bali kwa vitisho na mamlaka ya bunduki. Kadiri siku zilivyopita, maboma ya kijeshi hayakuwa tena vituo vya ulinzi, bali yaligeuka kuwa sehemu za uhalifu. Wanawake wa Kiislamu walibakwa mashambani na ndani ya makazi ya kijeshi bila huruma na bila hofu. Heshima ya familia ikakanyagwa na utu wa mwanamke ulivunjwa. Wanaume walipojaribu kuuliza, walijaribu kutafuta haki, na walijaribu kuuliza kwa sauti ya uchungu, kwa nini wake zetu wanabakwa? Majibu hayakuwa ya haki. Walijibiwa kwa dharau, walijibiwa kwa kejeli, walijibiwa kwa ukatili. Maswali yakageuzwa kuwa kosa na uchungu ukageuzwa kuwa udhaifu. Na hapo ndipo kitu kikaanza kubadilika. Hapo ndipo kimya kilipoanza kuwa kizito. Hapo ndipo hasira ilipoanza kujificha kwenye nyoyo, na hapo ndipo chuki ilipoanza kuchemka, sio kwa sababu ya dini tu, bali kwa sababu ya utu uliodhalilishwa. Ukatili ulipoongezeka, kimya hakikubaki kuwa suluhisho. Katika misikiti, katika vijiwe vya wazee na katika faraha za familia, jambo moja lilianza kujadiliwa kwa sauti ya chini lakini yenye uzito mkubwa. Wazee wa Kiislamu waliinuka. Hawakusimama kwa ghadhabu ya haraka, hawakutoa wito wa fujo. Walizungumza kwa sauti ya kumbukumbu. Waliwaangalia vijana wao machoni, kisha wakasema maneno yaliyogusa mizizi ya historia, wakiuliza, wakati wa dola ya Kiislamu mambo haya hayakuwepo, iweje leo? Hilo halikuwa swali la kawaida, lilikuwa ni hukumu ya hali iliyopo. Uasi haukuanza kwa kishindo cha silaha, haukuanza kwa makelele ya vita. Uliandaliwa kwa subira, kwa dua na kwa dhikri. Nyoyo zilitayarishwa kabla ya mikono. Imani ilijengwa kabla ya mapambano. Katika mazingira hayo, jina moja likaanza kusikika zaidi kuliko majina mengine, ambalo ni Kinjeketile Ngwale. Huyu alikuwa mwana wa Wamatumbi. Alikuwa sauti iliyounganisha hasira, imani na matumaini. Akiwa kiongozi, aliwaongoza wapiganaji wa Kimatumbi kupambana na utawala wa Kijerumani, sio kwa maneno matupu, bali kwa dhamira ya ukombozi. Wakati huo, ukatili wa Mjerumani haukuwa siri tena. Ulikuwa tayari umesambaa kusini kote. Habari za ubakaji, dharau na unyanyasaji zilikuwa zinapita kijiji hadi kijiji. Hasira haikuwa ya eneo moja, bali ilikuwa ya watu wengi. Ndipo hatua ikachukuliwa na vita vilianza. Na vilipoanza, havikuanza kwa utaratibu wa taratibu, bali vilianza kwa moto. Moto wa hasira iliyokusanywa kwa muda mrefu. Moto wa imani iliyodhalilishwa. Moto wa watu waliokataa kuendelea kuinama. Hapo simulizi ya Majimaji ikaacha kuwa mnong'ono, ikageuka kuwa uasi wa wazi. Wajerumani hawakupigana na kabila moja, hawakupigana na kijiji kimoja, hawakupigana na eneo dogo, walipigana na kusini nzima. Kadiri moto wa mapambano ulivyozidi kuwaka, jambo moja likawa wazi. Hii haikuwa tena harakati ya watu wachache. Hasira haikubaki ndani ya Wamatumbi pekee. Ujumbe ulisambaa na ujasiri ukaambukiza. Chifu mmoja baada ya mwingine waliinuka na kutoa kauli ambazo hazikuhitaji tafsiri. Suleiman Mamba, chifu wa Wamwera, alitangaza wazi kwa watu wake ya kwamba
kila atakapoonekana Mjerumani ashughulikiwe kama adui. Hilo halikukuwa tamko la jazba, bali lilikuwa tamko la uamuzi wa mwisho. Abdallah Chami, chifu wa Wangindo, naye alitangaza vita rasmi dhidi ya utawala wa Kijerumani. Jamii yake ilisimama nyuma yake, tayari kwa gharama yoyote. Mataka Ambunje, chifu wa Wayao, hakusita, naye alijiunga na mapambano, akitangaza wazi ya kwamba Wayao hawatakubali kunyanyaswa katika ardhi yao. Kisha akainuka mmoja wa majina yanayobeba uzito mkubwa katika historia ya kusini mwa Tanganyika. Huyu ni chifu wa Wangoni, Ali Songea Rauf Mbano. Kwa tamko lake, mapambano yalipata uso mpya, yalipata uthibitisho ya kwamba vita hivi havikuwa tena vya eneo moja wala vya kabila moja. Makabila makubwa ya kusini yaliingia vitani, na hayakuwa peke yao, kwa sababu makabila madogo yakafuata bila kusita: Wandendeule, Wamatengo, Wambunga na Wandamba. Hawakualikwa kwa ahadi za mali, walikuja kwa mshikamano na kwa sababu adui alikuwa mmoja. Kuanzia hapo vita vilibadilika sura. Hii haikuwa tena ghasia za hapa na pale, haikuwa tena upinzani wa mtu mmoja au wawili. Ilikuwa ni vita vya ukombozi, vita vya watu wengi dhidi ya utawala dhalimu, na kusini nzima ilisimama. Tarehe 5 Agosti mwaka 1905, siku hiyo haikuanza kwa makelele ya vita, lakini ilimalizika kwa damu. Katika eneo la Nachingwea, wapiganaji wa Majimaji walifanya kile ambacho Wajerumani hawakutarajia kabisa. Walivamia misheni ya kanisa Katoliki kwa shambulio la kushtukiza. Hakukuwa na onyo, hakukuwa na majadiliano, bali mapambano yalizuka ghafla na wanajeshi wengi wa Kijerumani waliuawa ndani ya muda mfupi. Katika shambulio hilo aliuawa Askofu Cassian Space. Huyu ni mtu aliyekuwa ametajwa kama askofu wa kwanza wa Dar es Salaam. Tukio hilo lilitetemesha mamlaka ya Kijerumani, liliwafanya watambue kwamba hawakuwa wanakabiliwa na ghasia ndogo, bali walikuwa wameingia kwenye vita halisi. Lakini mapambano hayakuishia hapo. Tarehe 14 Agosti mwaka 1905, wapiganaji walivamia boma la Kijerumani. Safari hii mapambano hayakuwa ya ghafla, bali yalikuwa makali. Risasi zilifyatuliwa, vilio vya majeruhi vilisikika, na maiti zilianguka kila upande. Silaha za wazalendo zilikuwa chache, lakini dhamira ilikuwa kubwa. Mikuki, mishale, mapanga na silaha chache za moto walizopata baada ya mapambano. Kwa upande wa Wajerumani, nguvu yao ilikuwa ya kisasa na yenye maangamizi makubwa: bunduki za kisasa, moto na mabomu. Hapa ndipo ukweli ulipojitokeza wazi ya kwamba nguvu hazikuwa sawa. Ujasiri haukuweza kushindana na teknolojia ya kivita, na imani haikuweza kuendelea kuzuia risasi, na matokeo yakawa mabaya. Damu ilimwagika, hasara ziliongezeka, na vita vya Majimaji vikaanza kuingia kwenye sura mpya iliyo ngumu zaidi. Licha ya silaha za teknolojia za kivita za Wajerumani, lakini bado vita hii haikuwa rahisi. Ndiyo maana vita hii iliweza kuchukua muda wa takribani miaka 4 mpaka kumalizika. Baada ya mapigano makubwa, Mjerumani hakuridhika. Kushinda vita hakukumtosha. Alitaka zaidi ya ushindi, alitaka kuogopesha. Alitaka ujumbe uingie kwenye mifupa ya watu, na alitaka hofu iwe silaha. Ndipo adhabu ikaanza. Majumba yakaanza kuchomwa moto, kijiji baada ya kijiji, nyumba baada ya nyumba, kwa kisingizio ambacho walisema tunatafuta wanaume. Lakini ukweli uliokuwa unaonekana kwenye moto ulikuwa tofauti kabisa.
Walioingia kwenye moto hawakuwa wapiganaji, hawakushika silaha na hawakupigana. Walikuwa ni wanawake na watoto pamoja na wazee. Moto haukubagua. Ulichukua sauti za vilio, ulichukua ndoto za watoto, ulichukua heshima ya familia nzima. Majumba yakawa makaburi na moto ukawa shahidi wa ukatili. Huu haukuwa mkakati wa kijeshi, haukuwa njia ya ushindi, wala haukuwa ushindi. Ulikuwa ni mauaji. Mauaji ya wale wasiokuwa na hatia, mauaji ya jamii nzima kwa ujumla. Na hapo vita vya Majimaji havikubaki tena kuwa mapambano ya silaha, bali vilikuwa ni maangamizi ya watu. Nje kidogo ya mji wa Songea kuna eneo linaloitwa Mahenge. Si eneo la kawaida, ni mahali ambapo historia haijasimuliwa kwa maneno, bali imezikwa ardhini. Hapa ndipo palipo kituo cha kumbukumbu cha vita vya Majimaji. Unapofika, jambo la kwanza linalokukabili si jengo, bali ni kaburi. Kaburi kubwa la halaiki. Ndani yake wamezikwa kwa pamoja wanajeshi zaidi ya 67 waliouawa katika vita vya Majimaji. Hakuna majina juu ya mawe, hakuna tofauti ya hadhi, wote wamelala pamoja. Lakini pembeni ya kaburi hilo kubwa kuna kitu kinachokulazimisha usimame. Hili ni kaburi moja pekee. Kaburi hili halijachanganywa na wengine, halikuzikwa kwa halaiki. Ni kaburi la Ali Songea Mbano peke yake. Na hapo ndipo maswali huanza. Ukiangalia orodha ya waliouawa na kuzikwa katika eneo hili, kitu kimoja kinajitokeza wazi bila kufichwa, ambacho ni robo tatu ya waliouawa walikuwa Waislamu. Si kwa hisia, bali kwa majina yaliyoandikwa. Kila jina lina mpangilio wake wa kushangaza. Jina la kwanza, jina la Kiislamu, kisha jina la Kikristo ndani ya mabano, na mwisho jina la asili. Mfano mmoja unaosema mengi kuliko sentensi ndefu ni jina ambalo Abdurrahman ndani ya mabano Dominic Mputa Gama. Jina la Kiislamu, kisha jina la Kikristo lililoongezwa, halafu jina la ukoo. Huu mpangilio haukuwa wa bahati mbaya, haukuwa mapambo ya maandishi, bali ulikuwa ni ushahidi. Ushahidi kwamba waliouawa walikuwa Waislamu. Ushahidi kwamba majina ya Kikristo yalikuja baadaye. Ushahidi kwamba kitu fulani kilifanyika kabla ya hawa watu kunyongwa na kuzikwa hapa. Na hapo ndipo swali kubwa linaposimama kimya kimya, likitazama historia usoni, ya kujiuliza kwa nini? Ndani ya jengo la makumbusho, picha za wapiganaji zinapamba kuta, wakiwa wamevaa kanzu zenye rangi nyeusi na nyeupe, vilemba vilivyowekwa kichwani, baadhi vikiwa virefu, vingine vikiwa vidogo, vikifanya wawe kama mahujaji katika ihram. Silaha za jadi zimepangwa kwa hila, mikuki, mapanga na bunduki za kale, lakini karibu na silaha hizi zipo tasbihi. Zimeandikwa kwa maandishi madogo, rozali za kutambikia, lakini ukweli hizi ni tasbihi za Kiislamu zikiwa kwenye mpangilio wa 33 33 34. Hawakutambikia, hawakusimama kwa ibada ya kawaida ya dunia. Wakiwa wanashika silaha, mikono yao pia ilikuwa ikibana tasbihi, wakiweka vidole kwenye maneno ya dhikri, kila kipande cha tasbihi kikiashiria aya ya Qur'an, dua ya faraja au ulinzi kabla ya vita. Hata pale penye mabonde madogo ya maji na kata za kunawia kuna maandiko wameandika kunawa, lakini ukweli walikuwa wakichukua udhu, wakitayarisha mioyo yao kabla ya mapambano. Udhu huu ni jambo la kila siku la kidini, lilikuwa sehemu ya maandalizi yao ya kiroho na kimwili. Hali ya mavazi yao, kanzu na vilemba, vilikuwa na alama
za mashujaa waliotangulia. Vilemba vyenye rangi ya dhahabu vilikuwa ishara ya hadhi ya kijeshi. Kanzu nyeusi na nyeupe zenye michoro midogo ya dini na alama za mapambano zikionyesha mchanganyiko wa ibada na vita. Dhikri yao, sauti ya tasbihi ilisikika kwa ukimya wa jengo. Hali ya kimya haikuwa ya kuogopesha, bali ya kutia moyo. Wapiganaji walikuwa hawashiki tu silaha, bali pia walikuwa wakishikilia imani yao, wakijiandaa kiroho kabla ya kupanda uwanjani. Kwa maneno mengine, mchoro wa wapiganaji hawa haukuwa tu wa vita, ulikuwa mchoro wa dini na imani, unavyojumuisha dhikri, udhu na maandalizi ya kiroho. Hii ilikuwa njia ya kuonyesha kuwa hata katika vita imani haikuweza kuwatoka. Kabla ya kamba shingoni, kabla ya hukumu ya mwisho kutekelezwa, kulikuwepo tukio moja la kimya lakini lenye uzito mkubwa. Alikuwepo padri, si kama shahidi tu, bali kama mshiriki wa tukio la mwisho la hawa mashujaa. Kabla ya kunyongwa, waliitwa mmoja baada ya mwingine, wakaambiwa kuna nafasi ya kuishi. Padri aliwabatiza, aliwapa majina ya Kikristo, kisha akaweka ahadi mezani: mkibatizwa mtaachiwa huru. Ahadi hiyo ilisikika kama tumaini na kama mlango wa mwisho wa kuokoa maisha. Wengi walikubali, si kwa sababu walitaka kubadili imani, bali kwa sababu walitaka kuishi. Walibatizwa, lakini ahadi haikutimizwa. Baada ya ubatizo, walipelekwa moja kwa moja kunyongwa, bila kesi mpya, bila huruma. Hivyo walibatizwa na wakanyongwa. Ukweli huu haukusimuliwa kwa maneno tu. Kuna karatasi imehifadhiwa vizuri, imefungwa ndani ya fremu ya kioo kigumu. Ndani yake kuna majina ya waliobatizwa, majina mapya ya Kikristo na sahihi ya yule padri mwenyewe. Ushahidi huko pale, hauwezi kufutwa na hauwezi kupingwa. Karatasi hiyo inaonyesha wazi ya kwamba waliouawa walikuwa Waislamu na majina ya Kikristo yaliongezwa dakika za mwisho kabla ya kifo. Wengi walikubali kwa hadaa, walitumaini kuachwa huru, lakini wachache waligoma. Mmoja wao alisimama imara. Alikuwa ni Ali Songea Mbano. Alikataa kubatizwa, alikataa kubadilisha imani yake kwa ajili ya kuokoa maisha. Kwa msimamo huo, mateso yake yaliongezeka. Alisulubiwa zaidi na alitengwa na hatimaye akanyongwa peke yake. Ndiyo maana hata kaburini alizikwa peke yake. Kaburi lake likawa ushahidi wa msimamo na imani yake ikawa muhuri wa kihistoria. Vita vya Majimaji havikuwa vita vya kishirikina. Vilikuwa vita vya imani, vita vya heshima na vita vya ukombozi. Lakini historia ikaandikwa na mshindi, kwa sababu ukweli hauzuiwi, huibuka hata baada ya karne. Na leo tumeirudisha sauti ya mashujaa waliopotezwa. Je, unafahamu nini kuhusu ukweli wa vita vya Majimaji? Tuambie maoni yako kwenye comment. The Storyside tunakusimulia kila hadithi za Afrika na dunia kwa namna isiyosahaulika. Ni mahali ambapo tunafanya historia haiishi, bali inaishi kupitia simulizi zetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare simulizi hii kwa wengine. Tuonane kwenye simulizi inayofuata hapa The Storyside.